أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا فعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema tafsiri ya aya hizi ni kama ifuatayo: eni mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa wa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Aya ifuatayo inasema kuwa kwa siku zilizohesabiwa, lakini miongoni mwenu awaye mgonjwa au katika safari, basi atimize hesabu katika siku zingine, na wale wanaoweza watoe fidia kwa kumlisha maskini, na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake basi ni bora kwake. Na kama mkifunga
ni bora kwenu ikiwa mnajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imetimshwa humo Qur'an kuwa mwongozo kwa watu na ishara zilizo wazi za mwongozo na kipambanuzi, basi miongoni mwenu atakaye uona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini basi atimize hesabu katika siku zingine. Allah huwatakieni yaliyo mepesi wala hawatakieni yaliyo mazito, na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Allah kwa kuwa amewaongozeni na ili mpate kushukuru. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kuanzia kesho mwezi wa Ramadhan utaanza hapa. Mwenyezi Mungu ametujalia saumu za Ramadhani ili tuweze kupata maendeleo ya kiroho. Aya ya kwanza ya Qur'ani tukufu ambayo nimeisoma inasema wazi kuwa mmelazimishwa kufunga saumu ili mpate kumcha Mungu. Na ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni nini? Hazrat Masih Maud alayhi wassalam akiufafanua anasema ucha Mungu ndiyo huu ya kwamba binadamu azijali kwa kadri awezavyo amana zote za Mwenyezi Mungu na ahadi ya kiimani, na pia azingatie amana na ahadi zote zinazowahusu viumbe wake, yani kwa uwezo wake wote avitimize vipengele vyake vyote. Ilmuradi akizingatia vipengele vyote vya amana na ahadi zote awe mwenye kuvitimiza na kutekeleza ipasavyo. Basi kazi hii si rahisi. Haki za Mungu ni nini na haki za watu ni zipi? Ikiwa iandaliwe orodha yake itamfanya mwanadamu apate wasiwasi. Hatuwezi kutimiza haki za ibada ya Mwenyezi Mungu. Hisani ambazo Mwenyezi Mungu ametufanyia zinatulazimu kumshukuru yeye, lakini haki hiyo ya kumshukuru hatuitimizi wala hatuwezi kuitimiza. Na wapo watu wengi ambao bila kufanya hivyo wanaendelea kujinufaisha na neema za Mwenyezi Mungu kana kwamba ziwe miliki zao. Hata hivyo, hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu ambaye licha ya kuwa na udhaifu wetu na kuto kumshukuru anaendelea kutujalia. Tuna ahadi tulizozifanya kwa Allah na hatuzitimizi. Zipo haki za viumbe wake, haki za wazazi, haki za majirani, haki za wasafiri, kwa ujumla haki za jamii ambazo hatuzitekelezi, ambazo tumeamrishwa kuzitekeleza na hatuzitekelezi haki zake. Basi ikiwa tutajikagua kwa umakini, tutapata kujua kuwa hatutekelezi haki za Mwenyezi Mungu wala haki za binadamu. Nilikuwa nimeitayarisha orodha moja kwa ujumla ambayo ilikuwa imezihusu haki za msingi tu za binadamu. Hata hivyo, idadi ya haki hizi za viumbe wa Mwenyezi Mungu ilikuwa imefikia 28 au 9. Hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema imani halisi ndiyo hii, na ndiyo matakwa ya uchamungu ya kuwa mtimize ahadi mlizofanya kwa Allah na mtimize kwa umakini wote, na mtimize haki za amana zake vile vile, na mtimize kwa uaminifu wote. Vivyo hivyo mtimize vizuri ahadi za viumbe
na mtekeleze amana zake kwa moyo wote, ndipo inaweza kusemwa kuwa uchamungu upo. Na Mwenyezi Mungu anasema mwezi wa Ramadhani umewadia na mmelazimishwa kufunga saumu na mmeelekezwa kufunga saumu, ili katika kutimiza haki hizi mapungufu yatokanayo katika miezi 11 ya mwaka, katika mwezi huu myaondoe mapungufu hayo mkimwelekea kwa Mwenyezi Mungu na kuviacha vitu vilivyo halali kwa ajili yake, kwa kuvumilia njaa na kiu kwa ajili ya Allah, kwa kutekeleza ibada yake kwa bidii zaidi, na kwa kutimiza haki za waja wake kama ipasavyo. Na mtakapofanya hayo yote, basi huo ndio ucha Mungu na ndio shabaha na kusudio hasa la Ramadhan na saumu zake. Na mwanadamu atakapofunga saumu ili apate shabaha hiyo na atapita katika mwezi wa Ramadhan kwa nia njema, ndipo mabadiliko ambayo atayapata yatakuwa si kwa muda tu, bali yatadumu milele. Kisha ataweza kudumu katika kutekeleza haki za Allah na pia haki za ibada zake na shughuli za kidunia, na mambo yake ya kipuuzi hayatamshinda, na pia atakuwa mwenye kutekeleza haki za watu wake. Sisi kwa ajili ya maslahi zetu binafsi hatutanyang'anya haki za wengine. Ikiwa hatuingii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nia hiyo, basi kuingia kwetu katika Ramadhan ni bure tu. Safari moja Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu ambaye katika njia ya Allah akimwomba fadhila zake anafunga saumu, Mwenyezi Mungu anaweka umbali baina ya uso wake na moto, umbali wa kharif 70, yani umbali uliopo baina ya msimu mmoja na msimu mwingine, yani umbali wa mwaka mmoja, na anaweka umbali huo ambao ni sawa na miaka 70. Na anaweka umbali huo, basi hizi ni baraka za saumu. Na hii ndiyo ile takwa inayotokana na saumu. Saumu haizalishi takwa kwa siku 30 tu, bali saumu ya kweli inaleta athari yake kwa miaka 70. Na kwa mujibu wa hisabu hiyo, ikiwa tuone pale ambapo muislamu anayeufikia ubalehe wake na anawajibishwa kufunga saumu, baada yake yule anayejinufaisha ipasavyo na saumu na anafunga akielewa falsafa yake, ataendelea kujinufaisha na baraka zake hizi kwa maisha yake yote ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka ndani ya saumu, na ataendelea kutafuta njia za uchamungu ambalo ndilo kusudio hasa la saumu, na hivyo ataepukana na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na ataweza kupata ridhaa yake. Huzur anasema, tutafakari kidogo tu, ikiwa wafunga saumu wa namna hii wapatikane katika jamii yetu, jamii hii itakuwa nzuri namna gani, ambapo haki za Mwenyezi Mungu zitatimizwa na pia haki za waja wake zitatimizwa,
na hiyo ndiyo jamii nzuri ambayo kila muumini anatamani kuwa nayo, bali kila mwanadamu anatamani kustawisha kwa ajili yake pale ambapo swala la haki yake linapoibuka. Lakini kama nisemavyo kuhusiana na swala la haki, kikawaida binadamu anapenda hayo kwa ajili yake tu, hata kama asiwe na fikra yoyote kuhusu mwingine. Lakini Islam inasema ya kuwa kwa ajili ya wengine pia mna wajibu wa kustawisha jamii ya aina hii, na hamtakiwi kujijali peke yenu na kuangalia maslahi zenu, bali mna wajibu wa kuzitunza haki za wengine na kuziangalia. Khalifa mtukufu anasema kutokana na janga la korona lililopo na kwa mujibu wa kanuni za serikali, watu wengi wamejifungia ndani, na kuhusiana na hilo jambo moja zuri limetokea katika jumuiya. Kikawaida watu wameelekea kufanya hivi, lakini hasa katika jumuiya katika nchi mbalimbali za dunia chini ya tanzim ya Khudamul Ahmadiyya na kwa kupitia wengine wanaojitolea, popote pale ambapo watu wanahitaji msaada wote wa kufikiwa vyakula na vitu vingine kama dawa na kadhalika, shughuli zinaendelea kufanywa, na haki hizi jinsi zinavyotekelezwa zimeonyesha mfano wa namna yake. Na kutokana na mifano hii, pamoja na wanajumuiya kujinufaisha nayo, watu wasiokuwa wanajumuiya pia wameendelea kupata faida na athari yake njema. Basi fikra hiyo iliyopatikana siku hizi ya kutumikia ubinadamu inatakiwa ibaki ndani mwetu kwa siku zote, na sio katika majanga tu. Kwa vyovyote vile faida zingine za kiroho pia zimepatikana. Watu wanaandika kuwa kutokana na kanuni hiyo ya kukaa ndani, nyumba yetu imepata mazingira mapya. Sala zinasaliwa kwa pamoja, baada ya swala darsa zinatolewa, tunasikia hutuba kwa pamoja na kuviangalia vipindi vingine vya MTA. Ikiwa hali hii itaendelea kama ilivyo na itaendelea hadi mwisho wa Ramadhan, inakwenda hadi mwisho wa Ramadhani, basi tunatakiwa tujitahidi kuswali kwa pamoja na kuzingatia mambo ya darsa kwa bidii zaidi. Pia muwafundishe watoto kuhusu itikadi mbalimbali, kama nilivyosema katika hutuba moja hapo nyuma, ya kwamba muongeze elimu yenu na pia muongeze elimu ya watoto. Na kwa kuelekea kufanya maombi zaidi, mumuombe Mwenyezi Mungu rehema yake kwa ajili yenu na kwa ajili ya dunia pia. Basi siku hizi ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia, tunatakiwa kujinufaisha nazo ipasavyo. Kutokana na janga hili, mazingira yaliyopatikana nyumbani tunatakiwa tuyaboreshe zaidi, na tusiwe kama wale ambao inasemwa kuwa kuhusu nyumba za kidunia ya kwamba katika nyumba zao ugomvi na ubishi umezidi na utulivu umekosekana. Huzur anasema kuwa katika mazingira haya mapya ya kidini na pale ambapo tumeelekezwa kufanya wema, mazingira yetu yanatakiwa yaboreke zaidi. Baadhi ya wakati wanaume hawajitahidi kuwa sehemu ya mazingira haya ya kidini, na wakati mwingine kina mama wanakuwa na vipaumbele yao. Watu wa namna hii hawajui kabisa ya kuwa katika hali za namna hii kwa kiasi gani wanahitaji kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na kupata radhi yake, na huu ndio muda
ambapo tunaweza kuwafanya watoto wetu ili wawe karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi siku hizi kila nyumba ya kijumuiya, kila nyumba ya kiahmadia inatakiwa ielekee zaidi ili tuweze kupata mapenzi zaidi na zaidi ya Mwenyezi Mungu na mwisho wetu uwe mwema. Mwenyezi Mungu atujalie ili tuweze kuelewa uhakika wa takwa na tuweze kuishika ipasavyo. Hazrat Masih Maud alayhi wassalam amefafanua na kueleza maana za takwa kwa njia tofauti na katika sehemu mbalimbali. Hazrat Masih Maud alayhi salam ni ngome ya zama hizi na ni mahala imara pa kukimbilia, ambaye akipata mwongozo kutoka kwa Allah na kutueleza mafundisho sahihi ya Islam kwa uchungu mkubwa sana, ametuonesha njia zilizooneshwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na ametuelekeza kuingia katika ngome hiyo. Basi huu ni wajibu wetu ya kwamba sisi ambao kwa kuahidi ahadi hii tumeingia katika jumuiya yake, ya kwamba tutasikiliza maagizo yake na kuyatekeleza ipasavyo, tutimize ahadi hiyo tuliyomwahidi, na tufikirie na tutafakari kuhusu maneno yake yaliyojaa machungu na tuyatekeleze. Na pamoja na kutekeleza ahadi zetu, pia tuwe wenye kuboresha dunia yetu hii na dunia ile ya akhira. Wakati huu nitaeleza baadhi ya manukuu ya Sayyidina Ahmad alayhi salam ambayo Hazrat Masih Maud alayhi salam aliyaeleza katika vikao mbalimbali kwa ajili ya jumuiya, ili sisi tuweze kuzidi katika maendeleo ya kiroho na tuzidi katika ucha Mungu. Katika kikao kimoja Sayyidina Ahmad alayhi salam akieleza kuhusu takwa, kwamba takwa ni nini na kwa njia gani mtu anaweza kuipata. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema jambo la msingi ndilo hili, ya kuwa kwanza kabisa ieleweke ya kwamba takwa ni nini na kwa njia gani mtu anaweza kuipata. Takwa ni kuepukana na machafu yote ya kila aina, na njia ya kuipata ndiyo hii, ya kuwa binadamu afanye hila iliyokamilika na asilikaribie zambi, na kisha asiishie kwa hila tu, bali afanye maombi kwa unyenyekevu wote na ajitume kabisa kwa kukaa katika sijda, kwenye rukuu, akisimama na katika tahajudi, ilmuradi katika kila hali na kwa wakati wote aendelee kufanya maombi ya kwamba Mwenyezi Mungu amuokoe kutoka machafu ya maasi na mazambi. Alisema hakuna neema kubwa kuliko hii, ya kuwa binadamu aweze kusalimika kutoka maasi na mazambi na mbele ya Mwenyezi Mungu ahisabiwe kuwa mkweli na mwaminifu. Lakini akasema neema hiyo haiwezi kupatikana kwa hila tu, wala kwa maombi pekee, bali neema hiyo inaweza kupatikana kwa kuunganisha dua na hila. Na maadamu hamtaifikia kilele cha vitu hivyo vyote, hamtaweza kupata neema hiyo. Alisema mtu ambaye anafanya dua lakini hafanyi hila, mtu huyo anafanya zambi na anamjaribu Mwenyezi Mungu.
vivyo hivyo anayefanya hila tu na hafanyi maombi, hafanyi dua, naye pia anafanya istihzai na bila kumtegemea Mwenyezi Mungu, huwa anajaribu kupata wema kwa kutumia hila na nguvu yake tu. Hakuna wema unaoweza kupatikana kwa nguvu, lakini muumini na muislamu mkweli hafanyi hivi. Yeye hutumia hila na maombi kwa pamoja, anatumia hila zote, kisha anamwachia Mwenyezi Mungu na anafanya maombi. Na haya ndiyo mafunzo ambayo yametolewa katika sura ya kwanza ya Qur'ani tukufu. Hivyo akasema, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mtu asiyezitumia nguvu zake anazidhihirisha na kuzikejeli, bali anafanya dhambi. Kisha akafafanua zaidi na kusema kuwa uwezo wote ambao Mwenyezi Mungu amemjalia binadamu anautumia ipasavyo, kisha anamwachia Mwenyezi Mungu na kumwomba kuwa kutokana na uwezo ulionijalia nimeutumia ipasavyo. Hiyo ni maana ya iyyaka na'budu. Kisha anasema iyyaka nasta'in, na anamwomba Mwenyezi Mungu msaada wake ya kuwa kwa ajili ya hatua zingine na kuomba unisaidie. Lakini yatupasa tukumbuke ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo yetu na ana ujuzi wa matendo yetu yote. Hivyo tukijitahidi hadi mwisho na kujaribu kwa kadri iwezavyo, ndipo tunaweza kuomba msaada wake. Basi katika swala hilo pia kuna haja ya kujikagua vizuri nafsi zetu, na tuna haja ya kuangalia kuwa je, tunazingatia takwa au la. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam akasema, hakuna shaka ndani yake ya kwamba baadhi ya wakati binadamu anajinufaisha na hila, lakini kuitegemea hila kwa 100% ni upumbavu mtupu na ujinga tu. Hadi pamoja na hila isifanywe dua, na pamoja na maombi hila isifanywe. Dirisha ambalo ni sababu ya kushawishi kufanya madhambi, ni muhimu kuwa dirisha hilo lifungwe. Kisha tundu na sehemu inayokuwa sababu ya kufanya dhambi, ambayo inakuwa sababu ya kuasi na kwenda mbali na dini, sababu hiyo iondolewe. Akasema dirisha hilo lifungwe, kisha afanye maombi kwa ajili ya nafsi yake. Ndiyo maana imesemwa kuwa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akasema humo limetolewa agizo la kutumia hila, yani wakati wa kufanya hila asimwache Mungu. Kisha akasema ud'uni astajib lakum. Basi ikiwa binadamu anapenda kupata ucha Mungu kamili, basi afanye hila na afanye dua na atimize haki za kufanya ipasavyo. Basi katika hali hiyo Mwenyezi Mungu atamrehemu. Lakini endapo atafanya moja na nyingine ataiacha, basi atakosa tu. Kisha Hazrat Masih Maud alayhi salam akafafanua zaidi na akasema, basi binadamu kwa kutumia njia hizo huwa anapata ucha Mungu, yani kwa hila na maombi. Kisha akasema ucha Mungu ni mzizi wa matendo yote. Akasema kuwa binadamu anapotumia njia hiyo ndipo anapata ucha Mungu.
ile ni njia gani iliyoelezwa hapo kabla, yani hila na dua इसी तरीके से na uchamungu ni mzizi wa matendo yote, इन तदबीर और दुआ से na anayeukosa uchamungu ni fasiki tu. और तकवा Takwa inaboresha matendo. Takwa ndiyo inayoboresha matendo, na kwa kuipitia takwa mtu anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, बयान हुआ है na kutokana na takwa huwa wali wa Mwenyezi Mungu. Hivyo akasema, तकवा अल्लाह in awliyauhu illa almuttaqun. है वो फासिक है. तकवा से जीनत अमाल पैदा होती है. तकवा ही है जो अमाल की खूबसूरती पैदा करता है और उसके ज़रिए Kisha अल्लाह का कुर्ब मिलता है. akalifafanua zaidi jambo hilo kwamba in awliyauhu illa almuttaqun. चुनांचे Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam akasema, uwali hutokana na uchamungu. इन औलिया Ikiwa mtanyenyekea kwa Allah na kumwomba msaada wake, basi mtaupata na mtaifikia kilele chake. Ikiwa mnatamani kuwa wali wa Mwenyezi Mungu, basi mtampata kwa kupitia takwa. Na ikiwa hofu ya Allah itabaki moyoni mwenu na mtaendelea kumwogopa, ndipo mtaweza kuufikia ukamilifu wake. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema, mtu anapomaliza hatua zote za kuufikia uchamungu, ndipo anaingia katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Na uchamungu kwa hakika katika hatua ya ukamilifu wake ni kama kufa, kwani utakapoipinga nafsi kwa njia zote, ndipo nafsi itakufa. Ndiyo maana imesemwa kuwa mutu kabla antamutu. Akasema nafsi huvutwa na laza za kizwahiri na inakuwa haina habari za laza za ndani, yani laza zitokanazo na Mwenyezi Mungu, ambazo ni laza za kiroho na ni laza zilizofichikana. Nafsi inakuwa haizifahamu kabisa. Binadamu anavutwa na mwanga wa kidunia tu na nafsi yake inazitaka hizi. Akasema ili nafsi iweze kutahadharishwa, ni muhimu kuwa la kwanza mauti yatokee juu ya laza za kizwahiri. Kisha जो रूहानी लज़ात हैं वो तो छुपी हुई लज़ात हैं, उनको तो जानता ही नहीं. ज़ाहिरी दुनिया की चकाचौंध है, उन्हीं को इंसान जानता है. kisha nafsi itapata kuzijua laza za ndani. फरमाया Akasema ya kwamba wakati ule laza za kiungu ambazo ni sura za maisha ya pepo zitaanza kupatikana, yani laza zilizofichikana zitakapoanza kujulikana, ndipo maisha ya kipepo yataanza kupatikana. Kisha Hazrat Masihi Maud alayhi salam akanasihi jumuiya yake, na nasaha yake hii ni kwa ajili ya wanajumuiya wa kawaida. नफ्स को पिहानी लज़ात का इल्म होगा. Nasaha hii फरमाया कि si kwa ajili ya mawali na watu wakubwa wa jumuiya tu, bali nasaha hii ni kwa ajili ya wanajumuiya wa kawaida लज़ात का इल्म wa jumuiya, na nasaha hii ni kwa ujumla kwa ajili ya jumuiya. Akasema jumuiya yangu inatakiwa ifanye juhudi maalum नसीहत करते हुए ili mauti yatokee juu ya nafsi जमात को चाहिए na uchamungu upatikane, kama ambavyo watoto wanajifunza njia ya kuandika, na mwanzoni wanaandika herufi zisizoweza kusomewa, lakini mwishowe wakiendelea kufanya mazoezi wanaanza kuandika vizuri. Vivyo hivyo wanatakiwa kufanya mazoezi. Mwenyezi Mungu atakapoona juhudi yao atawarehemu फरमाया mwenyewe, जमात को चाहिए na hiyo कि नफ्स और ilikuwa imeelezwa hapo kabla, walazina jahadu fina. मशक करें. Hapo maana ya kufanya juhudi वो लवल टेढ़े हरूफ लिख ni kufanya mazoezi haya. आखिरकार मशक करते करते Binadamu afanye juhudi na amwombe Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu humrehemu na humjalia matunda.
akasema humo maana ya kufanya mujahada ni kufanya mazoezi kama vile mtoto anavyofanya mazoezi ya kuwa upande mmoja anafanya maombi na upande wa pili anafanya hila. Ndipo Mwenyezi Mungu anamjalia fadhila zake na jazba ya nafsi inapoa na mtu anapata hali ya namna hii kama moto unavyopoa kwa maji. Wapo wengi walioshikwa na nafsi iliyo amara tu. Kisha Hazrat Masihi Maud alayhi salam anasema kwa ajili ya islahi ya jamaat, anasema mimi naona kuwa katika jumuiya wakati mwingine wanajumuiya wanaanza kugombana na ugomvi na ubishi unazidi baina yao, na kwa sababu ya mambo madogo madogo mmoja anaanza kushambulia heshima ya mwenzie na anagombana na nduguye. Jambo hilo si zuri kabisa na halitakiwi liwepo, bali ikiwa mmoja akubali kosa lake, hapo kutakuwa na shida gani? Akasema baadhi ya watu katika mambo madogo madogo hawapumziki hadi wamzalilishe mwingine, wanapaswa kuepukana nalo. Jina moja la Mwenyezi Mungu ni Sattar. Tena kwa nini huyo hamrehemu nduguye na hamtendei kwa huruma na kumsitiri? Anatakiwa amsitiri ndugu yake wala asishambulie heshima yake. Kisha akasema mpaka sasa wapo wengi katika jumuiya ambao wakisikia tu jambo dogo lilo kinyume cha nafsi yao, basi wanashikwa na hasira kali. Hata hivyo ni muhimu sana ya kupoza hasira zote za namna hii ili upole na huruma zipatikane katika tabia. Akasema tunaona pale wanapoanza kujadiliana juu ya jambo dogo tu, hapo mmoja anajaribu kumshinda mwingine ya kuwa kwa njia gani nimzalilishe na niwe mshindi. Katika hali za namna hii mtu anatakiwa kuepukana na jazba ya nafsi, na ili suluhu ipatikane anatakiwa ashike unyenyekevu na hatakiwi kushindana naye ili amzililishe ndugu yake. Akasema huu ni mzizi wa kibri na ni marazi ya kuwa mtu atangaze kosa la mwingine. Akasema wazo hili la kupata ushindi juu ya ndugu yako ni mzizi wa kibri na majivuno na ni marazi mazito. Yani wazo hili la kupata ushindi juu ya ndugu yako ni mzizi wa kibri na majivuno na ni marazi mazito ambayo yanamshawishi katika kutangaza aibu za ndugu yake. Akasema kutokana na mambo hayo nafsi inapata kuharibika, hivyo mtu anatakiwa kujiepusha na tabia hiyo. Ilmuradi mambo hayo yote yamo katika takwa, na yule ambaye katika mambo yake yote anashika ucha Mungu anaingizwa katika malaika, kwani kila aina ya uasi unamtoka. Mcheni Mwenyezi Mungu, kwani kutokana na ucha Mungu tu baraka za Allah zinapatikana. Mcha Mungu huokolewa na mabalaa ya kidunia na Mungu humsitiri na hatapata faida yoyote hadi awe anaitumia njia hiyo. Watu wa namna hii hawawezi kujinufaisha na baiati yangu. Akasema kumbukeni, kukiri kwa ulimi wenu si kitu. Mwenyezi Mungu anataka utakaso wa nafsi. Akasema hakuna faida itakayotokea, na faida itatokeaje ilhali nafsi imeshikwa na zulma
ikiwa mtu ana jazba, hasira, kibri, majivuno, ufahari na tabia ya kujionyesha na kadhalik ambazo wengine pia wanazo, sasa tofauti itakuwa wapi? Hivyo mubadilishe hali ya nafsi zenu na mushike hulka nzuri na za juu. Akasema ikiwa awepo mtu mwema mmoja tu mwenye tabia njema, mwenye kuwafaidisha wengine, mpole na mnyenyekevu, ajizi, hata kama awe mmoja tu katika kijiji kizima, katika kijiji chote, watu watavutwa na athari yake. Na hii pia ni njia moja ya kufanya mahubiri. Mtu mwema ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu na anafanya wema, anajaaliwa haiba na Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inaingia mioyoni mwa watu ya kwamba mtu huyo ni mtu wa Mungu. Akasema hata kama mwanzoni wawe maadui zake, polepole wote watakuwa watifu kwake, na badala ya kumchukia wataanza kumheshimu. Akasema jambo hili ni la kweli kabisa kuwa yule anayetokana na Allah, Mwenyezi Mungu anamjalia sehemu kutoka ukubwa wake, na njia hiyo ni njema sana. Basi kumbukeni ya kuwa katika mambo madogo madogo kuwadharau ndugu si jambo jema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejikusanya hulka zote njema, na wakati huu Mwenyezi Mungu amewafanyia nyinyi muwe mfano wa mwisho wa hulka njema. Akasema ikiwa wakati huu mtaendelea na ushenzi huo huo, basi ni jambo la kusikitika mno na ni bahati mbaya tu. Basi msiaibishe wengine, kwani baadhi ya wakati binadamu anamwaibisha mwingine, tena anakamatwa mwenyewe na aibu ile. Ikiwa mtu huyo hana aibu ile na wewe umemtuhumu, basi wewe mwenyewe utakamatwa na aibu ile. Lakini ikiwa kwa kweli anayo aibu, basi mambo yake ni juu ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo wewe huna haja ya kutangaza aibu zake. Kisha Sayyidina Ahmad Al-Sam akasema wanakwepo watu ambao wanawatuhumu ndugu zao kwa tuhuma mbaya, hivyo mujiepushe na tabia hizi, muwafaidishe wanadamu na muwatendee ndugu zenu kwa huruma, muwajali majirani zenu, muishi kwa wema na wake zenu, na kwanza kabisa muepukane na ushirikina, kwani kuepukana na ushirikina ni tofali la kwanza la kupata uchamungu. Kisha Sayyidina Ahmad al-Salam anasema maana ya uchamungu ni kuepukana na kila aina ya ubaya. Lakini kumbukeni kuwa husi wema ya kwamba mtu mmoja aseme kuwa mimi ni mcha Mungu kwa sababu sikumwiba yeyote wala sikunyang'anya mali na sifanyi zina. Wema wa namna hii ni kama kichekesho kwa yule aliye na maarifa, kwani ikiwa atafanya mabaya haya na ataiba na kunyang'anya mali, atapata adhabu yake. Basi huu si wema, bali wema hasa na wa kweli ndio huu ya kuwa autumikie ubinadamu na aoneshe uaminifu na unyofu wake wote katika njia ya Allah, na awe tayari kwa ajili ya kutoa maisha yake katika njia ya Allah. Ndiyo maana akasema inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, yani Mwenyezi Mungu yu pamoja na wale ambao wanajiepusha na mabaya na pamoja na hayo wanatenda mema. Kumbukeni vizuri kuwa kujiepusha na ubaya si jambo kubwa hadi awe anatenda mema pamoja naye. Kisha Sayyidina Ahmad al-Azam anasema kwa yakini muelewe kuwa mzizi hasa wa kila utukufu na wema ni kumwamini Mwenyezi Mungu, na ikiwa imani juu ya Allah inaanza kuzofika,
uvivu na uzembe utatokea katika kufanya matendo mema. Lakini pale ambapo imani inapata kuimarika, hapo matendo pia yanaanza kuwa mema. Imani inapoimarika na mtu anamwamini Mwenyezi Mungu kwa sifa zake zote, hapo mabadiliko ya ajabu yanatokea katika matendo yake. Mwenye kuwa na imani juu ya Allah hawezi kufanya dhambi, kwani imani hiyo inamaliza nguvu zake zote zinazomshawishi kufanya dhambi. Akasema, ebu angalieni, ikiwa mtu atolewe macho yake, hapo hawezi kufanya dhambi na macho yake. Na ikiwa mikono yake ikatwe, sasa kivipi ataweza kufanya dhambi linalofanywa na mikono? Vivyo hivyo mtu anapokuwa katika hali ya nafsi mutmainna, nafsi iliyotulia, hali hiyo ya kuwa nafsi mutmainna inamfanya kuwa kipofu na macho yake yanakosa nguvu ya kufanya dhambi. Yeye anaona lakini haoni, kwani nguvu ya kufanya dhambi kwa macho huwa inamtoweka. Ana masikio lakini anakuwa kiziwi, husikia lakini hasikii mambo ya madhambi. Vivyo hivyo nguvu zake zote mbaya zinakatwa na mauti yatokea juu ya nguvu zake zenye kumshawishi kutenda dhambi, naye anakuwa misli maiti na anakuwa chini ya matakwa ya Allah. Hawezi kupiga hatua moja bila Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ile hali ambapo mtu anakuwa na imani kweli juu ya Mwenyezi Mungu, na matokeo yake yakawa haya kuwa anajaaliwa utulivu kamili. Na hiyo ndiyo shabaha ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo. Na jumuiya yetu inahitaji, na ili iweze kuwa kamili inahitaji iwe na imani kamili. Basi huu ni wajibu wa kwanza wa jumuiya yetu, ya kwamba iwe na imani kweli juu ya Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina Ahmad alayhis salam anasema, hakuna awezaye kujitakasa hadi Mwenyezi Mungu amtakase. Roho yake itakapouangukia mlango wa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wote, ndipo Mwenyezi Mungu atapokea maombi yake, ndipo atakuwa na uwezo wa kuielewa dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila kufanya hivyo, ikiwa anaendelea kuita dini na anafanya ibada yake ni kama kitu cha kawaida tu na ni mawazo matupu ambayo ameyasikiliza kutoka kwa mababu zake na anaendelea kufanya. Basi hiki ni kiwango kile cha takwa, na hiki ni kiwango kile cha kujua kuhusu dini na imani na kuelewa ambacho Sayyidina Ahmad alayhis salam ametuelekeza kuwa nacho, na tunapaswa kujitahidi kuwa na kiwango hicho. Na kwa matendo mema na kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tuombe msaada wake, ya kwamba Mwenyezi Mungu atujalie ili tuweze kupata viwango hivi, na atujalie ili tuweze kutimiza matakwa ya Sayyidina Ahmad alayhi wasallam. Na huo ndio ucha Mungu ambao katika aya zijazo maelezo ya elezwayo ya saumu unatusaidia kuzielewa na kufanya ipasavyo. Mambo hayo Mwenyezi Mungu amemwachia binadamu, ya kwamba afanye sawa na hali yake, lakini sharti ni hili ya kuwa awe mcha Mungu. Ikiwa hana uwezo wa kufunga saumu, ana ugonjwa na hawezi kuvumilia saumu, au ana maradhi na daktari amesema kuwa usifunge saumu, basi atoe fidia, lakini asitafute uzuru wa kutoa fidia, bali akasema ili ufanye mema na uwe mtifu, uangalie jinsi Mwenyezi Mungu anavyotoa amri ya kufanya mema. Hivyo ikiwa mtu atajikagua ipasavyo, hapo ndipo ataweza kujua ya kwamba afunge saumu au atoe fidia na jambo gani litakuwa bora kwake.
mwenyezi mungu ameeleza zaidi akisema kuwa awaye mgonjwa au katika safari basi asifunge saumu, kwani mwenyezi mungu hawatakieni yaliyo mazito, na maradhi yakiisha basi mtimize hisabu, na saumu mlizoziacha katika safari mzitimize. Hata kama mlikuwa mmetoa fidia, basi jambo linakuja kuishia pale pale ya kuwa mkizingatia ucha mungu na mukiwa na hofu ya mwenyezi mungu, na kwa kujua ya kwamba yeye anajua hali zetu, muchukue uamuzi wenu, ndipo mwenyezi mungu atawajalieni mambo yaliyo mazuri na ataleta matokeo mazuri. Masihi Maud alayhi salam anasema, mtu ambaye ana furaha moyoni mwake kuwa mwezi wa Ramadhan umewadia, nami nilikuwa naungojea kwamba ufike na nifunge saumu, na yeye kwa sababu ya maradhi yake hakuweza kufunga saumu, yeye hakukosa malipo yake huko mbinguni. Akasema, wapo wengi katika dunia hii ambao wanatafuta uzuru na wanafikiri kuwa sisi kama ambavyo tunawadanganya watu wa dunia, vile vile tunaweza kumdanganya Mwenyezi Mungu, na wanatengeneza uzuru mbalimbali za kuacha saumu, na kwa njia mbalimbali wanajiridhisha wakisema kuwa tayari wana sababu maalum za kuacha saumu. Akasema kuwa lakini mbele ya Mwenyezi Mungu mambo hayo si sahihi. Akasema mambo haya ya kuleta uzuru yanakwenda mbali sana. Ikiwa mtu ataanza kuegemea uzuru hizi, hata asali sala akiwa amekaa kwa maisha yote, na atakuwa na uzuru na asifunge kabisa saumu za Ramadhan. Lakini Mwenyezi Mungu anajua hali na nia yake. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo ya ghaibu, anajua hadi undani wetu na anajua nia zetu. Akasema mtu ambaye anakuwa na ikhlasi na uaminifu moyoni mwake, Mwenyezi Mungu pia anamtendea sawa na nia yake. Lakini yule ambaye anatafuta uzuru, Mwenyezi Mungu anamtendea sawa na nia yake, kwani Mwenyezi Mungu anajua. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mtu huyo ni mkweli na ana imani na ana uchungu moyoni mwake, hivyo anamjalia malipo zaidi. Lakini yule anayetafuta uzuru hana uchungu wowote moyoni na atautegemea uzuru wake tu, na uzuru huo hauna umuhimu wowote mbele ya Allah. Basi hiyo ni kanuni ambayo tunatakiwa tuizingatie. Mwenyezi Mungu amesema wazi kuwa yule ambaye ni msafiri au ni mgonjwa, ye hana shida bali afunge baadaye. Lakini Masihi Maud alayhi salam akasema, katika hali hiyo pia mtoe fidia, kwani kutoa fidia kutawawezesheni kufunga saumu. Siku hizi kutokana na janga la korona, watu wanajiuliza wakisema kuwa koo itakauka, yasije maradhi yakaongezeka, hivyo tufunge au tusifunge. Mimi sitoi fatwa au uamuzi wowote, bali kikawaida na waindikia kuwa nyinyi mujione hali zenu na muamue, na mukiwa na moyo safi na mkizingatia ucha Mungu mujiulize. Kurani tukufu inasema wazi kuwa ikiwa ni mgonjwa basi msifunge saumu, lakini fikra hii ya kuwa ikiwa tutafunga saumu tutaugua hivyo tusifunge, hiyo si sahihi. Kama asemavyo Sayyidina Ahmad alayhi salam kuwa kisha uzuru mmoja baada ya mwingine utaendelea kujitokeza. Ikiwa mtu anasema madaktari wanasema ya kwamba shida fulani inaweza kutokea, basi nimepata maoni ya baadhi ya madaktari wa bingwa
hata rai zao zina hitilafu. Baadhi yao wameandika kuwa jambo hili si la lazima, kuwa kutokana na kufunga saumu mtu atashikwa na maradhi haya, isipokuwa kama anapata alama fulani, ana kikohozi au ana homa kiasi, basi asifunge, na ikiwa amefunga saumu aivunje tu. Na hata madaktari wanaosema kinyume chake kwamba ni vyema kwamba asifunge au wanaeleza baadhi ya masharti na kadhalika, hata hivyo maoni yao si wazi. Wanatoa tahadhari, lakini pia wanasema kama mtu anataka kufunga basi afunge akizingatia ulaji wake. Sasa wale ambao ni maskini watawezaje kuangalia mambo ya chakula kizuri na ulaji bora? Hivyo baada ya kuona maoni mbalimbali, rai inayopatikana ndiyo hii kuwa hakuna shida katika kufunga saumu, isipokuwa ikiwa mtu ana alama fulani ya ugonjwa basi asifunge. Wengine wanasema kuwa katika nyumba ambapo ugonjwa huu upo, mkazi mwingine wa nyumba ile hata kama ana afya nzuri sana asifunge saumu. Lakini daktari mwingine ametoa rai kinyume chake na kusema kuwa jambo hilo halina maana. Pia wakati wa kufuturu na wakati wa kula daku mutumie maji mengi, na wale ambao wana wasiwasi zaidi na wana uwezo basi wanaweza kujipatia vyakula vya aina fulani ambavyo vitawasaidia katika kutunza maji mwilini mwao. Sasa pale ambapo maoni ya madaktari yana hitilafu, na madaktari hawa ni wa Marekani na Ujerumani na wa hapa Uingereza pia, sasa kuacha saumu bila sababu yote isije ikaingia chini ya kauli hii ya Sayyidina Ahmad al-Islam, kama alivyosema kuwa wanategemea uzuru tu. Isipokuwa tuwe na tahadhari. Wapo baadhi ambao hawanywi maji mengi na wanafunga saumu, na katika siku za kawaida pia hawatumii maji mengi. Tulikuwa na mzee mmoja Chaudhry Nazir Saheb, alikuwa anatembea kwa kutwa nzima katika msimu wa joto, na sisi tukirejea tu tulikuwa tunakunywa maji mengi, ilhali mimi nilimuuliza mara kadhaa, akasema mimi sijihisi kiu sana. Hivyo alikuwa anakunywa maji kidogo tu. Tabia zinatofautiana, na katika hali za siku hizi kila mmoja ajiulize na kisha aamue kwamba afanye nini. Na mufanye maombi mkimwomba Mwenyezi Mungu uwezo wa kufunga saumu, na mufanye maombi mengi hasa katika siku hizi, ili Mwenyezi Mungu awajalie wanadamu akili waweze kumtambua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aiondolee dunia janga hilo na airehemu, na sisi wanajumuiya tukiwa na ucha Mungu na takwa tuweze kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watu wake, na tuweze kujinufaisha ipasavyo na baraka za Ramadhan. Huzur anasema kwamba kumbukeni sawa na hali ya dunia iliyopo siku hizi, pale ambapo kutokana na janga hilo hali ya kiuchumi pia imevurugika mno, na hali ya namna hiyo inapotokea, hapo uwezekano wa vita pia unazidi. Wapo wachambuzi wa mambo ya siasa ambao wameanza kuongelea habari hizi, na kisha serikali za kidunia kwa ajili ya kujitafutia suluhisho za maslahi zake zinatumia hila mbalimbali za kidunia na zinachukua hatua zinazowatia wananchi wao katika matatizo mengine, na kisha watu hawa wanaingia katika maangamizo mengine. Kama nisemavyo kuwa wachambuzi wameanza kusema Mwenyezi Mungu azijalie nguvu kubwa akili ili watumie busara na wasichukue hatua ambayo ilete ufisadi duniani na dunia iangamie zaidi. Magazeti pia yameanza kuandika wazi na wataalamu pia wameanza kusema Marekani imeonya Iran. China inaendelea kulaumiwa ya kuwa
जैसे आजकल china haikutoa taarifa ipasavyo hivyo ishtakiwe na hatua za kisheria zichukuliwe. Serikali ya Marekani itumie busara na serikali zingine pia zitumie akili, na katika hali hizi badala ya kuchukua hatua isiyo sahihi na kuiletea dunia maangamizo zaidi, zitumie fikra sahihi na zichukue hatua stahiki, na kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na kuinama mbele yake na kuomba msaada wake, zifanye maombi na kujiokoa na janga hilo, na zijitahidi na wanasayansi wanaoendelea kujaribu kuleta tiba ya ugonjwa huo, serikali hizi ziwasaidie. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye maombi, atujalie ili tuweze kuboresha hali zetu, na aijali dunia na aziwezeshe serikali kubwa za dunia ili ziweze kuunda sera zake zilizo na busara na ziweze kuchukua hatua stahiki katika siku za usoni. दुनिया में मजीद फसाद पैदा हो और मजीद तबाही आए. दुनिया में अब तो खुले तौर पे अखबार में भी आने लग गया, तबसरा निगार भी करने लगे. अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, चीन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसने सही इतला नहीं दी, उसके मुकदमे होने चाहिए, उसके साथ ये सलूक होना चाहिए, हम ये कर देंगे, ईरान के साथ हम ये कर देंगे. तो बहरहाल अमेरिका की हुकूमत को भी अकल करनी चाहिए, बाकी हुकूमतों को भी अकल करनी चाहिए, और इन हालात में बजाय इसके कि कोई गलत कदम उठाकर दुनिया को मजीद तबाही की तरफ लेके जाएं, सही सोच के साथ सही प्लानिंग करके और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए, उसकी तरफ झुकते हुए, अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए इस वबा से बचने के लिए दुआएं करें और कोशिश करें, और इस बीमारी के इलाज के लिए भी जो साइंसदान कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करें. अल्लाह ताला हमें दुआओं की तौफीक दे, अपनी हालतों को बेहतर करने की तौफीक दे, और दुनिया को, दुनियावी बड़ी हुकूमतों को अकल से अपनी पॉलिसियां बनाने और आइंदा के लाए अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.